Wa polisi katika eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, wanamtafuta mtuhumiwa anayehusishwa na tukio la unyanyasaji dhidi ya mwanafunzi wa gredi ya 7 kutoka Eregi. Kwa mjibu wa wazazi wa mwathiriwa, mshukiwa huyo ambaye anahusishwa na mgodi wa dhahabu eneo hilo alitoroka baada ya tukio kuripotiwa na kwa sasa yupo mafichoni. Kamanda wa polisi wa Kakamega, Daniel Mukumbu, amethibitisha kuwa tayari raia watatu wa Uchina wamekamatwa, huku juhudi za kumtafuta mshukiwa mkuu zikiendelea. Wazazi wa mwanafunzi huyo wanatoa wito kwa vyombo vya usalama kuharakisha uchunguzi ili kuhakikisha haki inatendeka. Badala mgeni akikuja mahali mwenyeji afurahie, kumbe mgeni akikuja mwenyeji analia. Hawa wageni wetu ndio wa China wamedhulumu watoto. Mimi kama mama ninasikia uchungu sana. Na sio mtoto mmoja. Ninaomba serikali teremke chini wafanye investigation, watoto ni wengi wametumika. Nashangaa ya kwamba hawa wa China wanaona watoto. Kwa nini wasione wanawake wamekomaa kama sisi? Mimi niko fully. Wakaniambia mtoto inafaa enda apimwe hospitali. Mtoto akaenda akapimwa, akapatikana yenyewe amedhulumiwa. Tukatoka huko tukarudi police station tukaandikisha statement. Na hiyo statement venye tuliandikisha, mimi tu kuona hiyo statement penye ilipelekwa, ilibaki tuko police station. Mtoto akasema yenyewe mchinese alimchukua, na huyo mchinese anaitwa Susura. Na Susura mwenyewe ayuko kwa machinese wenye wako kwa jela. Mtoto alikuwa na nyenyesu huku chini, akakuwa na ameendewa, amekuwa mwanamke. Hiyo ndio matokeo itokea, na wakasema ako na kitu kama kisununu. Tukashika machinese wanne, mmoja akatoroka. Tukaangalia kwa simu ya OCS kwa sababu mtu alikuwa amemtumia mapicha ya machinese wote. Tukapata yule mwenye alikuwa analala na huyu mtoto, huyo Chinese amehepa. Na sio mmoja, sio wawili, ni watoto ambao wako kadri ya miaka 12 kufika 16. Kwa mambo ya mapenzi, na wale investors ambao wamekuja katika eneo hili wanaitwa Chinese. Sana sana mhusika mwenye nasikia anaitwa Susula, mwenye amehusika katika hii kisa na amejaribu kufunikwa na viongozi wa serikali katika eneo hili. Tunaomba haki ipatikane.